Hapa anasema kuna kijana mmoja anataka kuoa. Please Lina. Ji bwana, naomba nielewe. Hapana, nibidi nimtumie hata Lina wewe. Lina, please, Lina. Umesubiri muda mrefu? Siamini, yani unajua vile nilivyoona simu yako. Jamani. Niambie mama, nilikumisi sana Lina. Sikutegemea kama ungenipigia simu kwa kweli. I'm so proud of you. Niambie baby. Alafu mbona mnyonge hivyo hata hujachangamka? Yaani mimi kukuita hapa haimaanishi kuwa nina furaha. Kwa nini? Haya mambo yataendelea mpaka lini Ji? Nimechoshwa na haya maneno ya kila nikipita mtaani. Kwa hiyo labda wewe ulikuwa umewaza nini au tutoroke? Mimi naona Ji, maamuzi yangu ni kwamba nitakiwa tufike mwisho mimi na wewe. Lina. Mungu wangu. Lina, unamaanisha nini kuniambia hivyo? Kweli nimeamini. Mbio za sakafuni uishie ukingoni. Najua itakuuma sana Ji. Hata mimi vile vile naumia, lakini sasa nitafanya nini? Haya mambo yataendelea mpaka lini Ji? Asali ni tamu sana, lakini usilambe kwa ncha upanga. Maana yangu ni kuwa nakupenda sana, lakini umaskini wako ndio umesababisha yote haya. Mimi niliamini mti mwema ndio unaopigwa mawe, na sisi tukijitambua kama ni mti mwema hatuwezi kuzulika kwa mawe yao. Tutaendelea kutoa matunda ya furaha ya penzi letu. Nimechoshwa na haya maneno ya kila nikipita mtaani. Kila siku kwa nini kila siku sisi? Hizi aibu mimi nimezichoka Ji. Nimeona kuacha alafu nikabaki mwenyewe, moyo wangu utateseka sana. Kwa hiyo nimeona ni bora nitafute mtu wa kuwa naye. Kwa hiyo nimempata mwanaume mwingine na ana pesa kukuzidi, na mtu huyo anaitwa Kibo. Kwa hiyo ukija kuniona naye usishtuke Ji. Lina, umeniumiza sana. Sikujua kama siku ya leo wewe unaweza kunitamkia hayo. Kweli nimeamini dalili ya mvua ni mawingu. Nilianza kuhisi wewe ndio unipendi mimi. Nashukuru sana kwa maamuzi yako. Lakini Lina, tambua umenichia maumivu makali sana katika moyo wangu. Najua unaumia sana, lakini usijali, utazoea. Hata mimi vile vile naumia, lakini sasa nitafanya nini? Lina, kwenye hii mechi wewe ndo mwamuzi. Umeshapiga filimbi ya kumaliza mchezo. Mimi nitasema nini? But please Lina. Ji bwana, naomba nielewe. Mimi tena siwezi kuwa na wewe. Lina, please, Lina. Sawa Lina. Nenda. Ila ukumbuke, chai kipoa huwa kama maji tu. Na utakapopoa usirudi kwenye birika langu. Mwanangu, ulikuwa wapi? Wewe kikuna njia. Hebu njoo nikwambie. Nimefurahi kukuona mwanangu. Mbona unaonekana una furaha sana? Shida nini? Nimefurahi mwanangu, haijawahi kutokea. Hivi unapokuja huko, hujakutana na mtu getini hapa? Sijakutana na mtu yoyote. Basi mwanangu, habari njema leo.
Hizi ndo tunaagana nazo hizi. Kuna mtu amekuja hapa anasema kuna kijana mmoja anataka kuoa. Anataka kunioa? Sijaamini mwanangu. Anataka kunioa mimi? Kijana gani huyo mama? Huyu kijana ambaye ni mgeni amejenga gorofa hapo juu. Huyo kweli mama. Niliongea naye akaniambia kuwa atatuma mshenga. Wenda labda ndo huyo kaja. Basi mwanangu, yule ana hela. Yule sasa ndio watu hao sasa tunaohitaji. Mamangu, nimeamua tu nikufurahishe sasa hivi. Nimechagua furaha mamangu. Ufurahi sasa hivi, usiwe na mawazo tena. Hapo mwanangu umenifurahisha. Sio kale kama maskini kale kama sumbua kama kusumbua mwanangu. Family mwanangu amefikia kiasi hiki, kiasi cha kupata mshtuko mpaka naumwa hivi kwa ajili ya kupenda. Lakini ni lazima nifanye kitu, lazima nimsaidie. Yaani mimi naumia sana sana, mpaka nalala chini kwa ajili ya kupenda. Siwezi kumwacha hivi mwanangu anateseka hivi. Halo. Halo. Vipi bwana? Safi mkuu, habari yako? Upo salama. Vipi kuhusu ile kazi niliyokupa? Tayari nilishakuwa nimeshampa onyo, lakini bado niko naendelea kumfuatilia. Nikiona kama bado hajakubali na bado hajaelewa, basi ndo nataka nifanye ile ajali kama tulivyokuwa tumeongea. Okay. Sawa, vizuri sana. Lakini nadhani kwa sasa hivi ningeomba uachane na huyo Gaspar, kwa sababu yule mwanamke leo bana mtaji tayari ni naye. Inamaanisha tayari umeshafanikiwa kumpata mwanamke wake? Tayari. Kwa hiyo huyo kijana Gaspar naona wachane naye tu. Naona haina haja hata kumfuatilia sana, kwa sababu kile nilichokuwa nakitaka tayari ninacho. Kwa hiyo achana naye tu. Sawa mkuu, basi haina shida. Sawa, lakini pia ukae tayari kwa ajili ya kazi zingine. Itakapotokea kazi yoyote tu uwe tayari. Sawa, basi nitakaa nikisubiri simu yako mkuu. Okay. Sawa. Hamna shida. Samahani Mama Lina, nimekuja hapa ndugu yangu,
nimekuja kukuomba. Mwanangu anaumwa sana, anaumwa, yaani yuko vibaya sana. Hivi nimekuja hapa, nimeacha madaktari wamempima pale, wanasema ana mshtuko, yaani atakufa mwanangu kwa ajili ya Lina. Sikuruhusu tu watoto waoane. Ndugu yangu, mali tunatafuta wote, sio kwa sababu ni maskini sasa sana mwanangu. Hata mbuyu ulianza kidogo, hatimaye ukakuwa. Mruhusu tu mwanangu, atatafuta mali. Sio kwamba nimekuja hapa nimependa, hapana. Na naumwa sana. Nakuomba ndugu yangu, nakuomba mkazi wangu. Kaa uwe na amani. Yaani nakuomba rafiki yangu. Kwa hiyo unaniambia kwamba magonjwa yake ni sababu ya Lina? Kwa hiyo madaktari wamempima, wamekwambia kwamba anaumwa Lina? Mbona mnanifanyia hivyo? Mmekazana kwenye familia yangu. Mnamtakia nini Lina? Kidogo Lina, mlituma washenga. Hawakuletea taarifa mshenga mliomtuma? Leo mimi sitaki kuongea. Tena sina mudi kabisa ya kuongea. Na msipende kunichokonoa. Kwani wanawake wengine hamna? Mtoto wako hawezi kwenda kuoa mali pengine? Alafu unasema kwamba anaumwa. Kwa hiyo anaumwa Lina? Si magonjwa kama magonjwa mengine. Watu hawaugui. Kwa hiyo akiugua ina maana ameugua kwa ajili ya Lina. Hii familia mnanitakia nini? Taarifa niliyomwambia mshenga hakuwafikishia? Mimi nishakataa. Mama, sitaki kuongea mengi. Naomba uende. Nasema ondoka. Nenda. Hii familia mnataka nini? Mdogo wangu, nimeenda kwa kina Lina. Nilichokutana nacho huko, nilijua nimeenda kutengeneza, kuliweka sawa. Aise, kumbe ndo nimeenda kujizalilisha mimi. Unamaanisha nini sasa? Mama yake amenitukana, yaani amenifukuza pale kama mbwa. Ni mvua ya matusi. Sister, kama nilivyokuambia kwamba mama yake Lina ni kikwazo kikubwa sana juu yetu. Yaani sijui hata nifanyaje, lakini yule mama amekuja kubadilisha kabisa. Kwani Lina mwenyewe hakukutetea? Lina Lina kabadilisha wimbo saizi, tofauti na wimbo unaoupenda wewe. Lakini sister, mimi najua wanasema mkono unaokulisha ndio unaokunyonga. Lina alinifaa kwa mambo mengi sana, lakini pia amekuwa maumivu makubwa sana kwangu. Najua nitayashinda, japo sijui ni lini, kwa maana na maumivu makali, ila najua nitapona. Mimi naomba nikushukuru sana dada kwa kunikomboa. Nashukuru mdogo wangu, ila muamini Mungu, utegemea Mungu na mshirikishe Mungu katika hili, yote yatakuwa sawa, maana ukiwa peke yako huwezi. Sawa sister, basi acha mimi niende. Haya kaka, usijali, Mungu akutangulie. Sababishwa na familia, maamuzi ni mengi watu yafanya kwa kusongwa na familia.
bado nataka kutimiza na shida. Kumbuka hii kitu cha lazima. Sasa leo ni siku yako ya mwisho. Kama kwa wewe itakuwa ni ngumu kutimiza siku kesho, huwezi kufanya kufikiria. Utafariki siku. Unaenda sana. Napenda nibidi nimtumie Atalina wewe. Maana sikufanya hivi. Halo Lina. Habari? Salama. Samani. Sio, unaweza kuwa na nafasi leo ukaja hapa nyumbani, maana nilikuwa na shida na wewe. Ikiwezekana hata sasa hivi au baadaye, ila iwe leo. Basi sawa. Nikiwahi kumaliza shughuli zangu mapema nitakwambia. Sawa. Nakutegemea sana Lina. Sawa. Hamna shida. Basi baadaye. Je, upo Songwe Mbeya na unahitaji chakula? Sisi France Mbuzi Choma tupo kwa ajili yako. Tunakuletea vyakula tofauti tofauti kama vile kuku choma, mbuzi choma, chipsi yai, mishkaki na vingine vingi. Lakini pia chakula penda cha Tanzania, ugali pia unapatikana hapa. Alafu kingine usichokijua, tunakuletea popote pale ulipo. Kwa namba moja tu tunakufikishia popote pale ulipo. Enjoy na France Mbuzi Choma. Uwe France, ongeza nyingine.